Katika dunia yetu hii yenye watu zaidi ya bilioni 8, bado kuna watu hawana chakula cha kutosha, wengine hulala njaa. Huku baadhi yao hawana maji safi wala huduma bora za afya. Barani Afrika, Asia ya Kusini na hata maeneo ya Marekani na Ulaya kwa mfano, bado kuna watoto wanaokuwa bila matumaini ya maisha bora. Lakini wakati hayo yakitokea hapa duniani, matajiri wakubwa wa dunia hii wanatumia mabilioni ya dola kuimarisha usafiri wa angani, kutengeneza roketi na kupanga namna ya kuhamia sayari nyingine. Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson ni mabilionea waliogeuza ndoto za angani kuwa biashara zao za kweli za siku za usoni. Swali la msingi hapa linaibuka, kwa nini waende Mars wakati duniani bado kuna lindi kubwa la umaskini? Elon Musk kupitia kampuni yake ya SpaceX ana ndoto ya kuwapeleka binadamu Mars, si kwa kwenda kutalii tu, bali kufanya makazi ya kudumu. Anasema ili binadamu waendelee kuishi kwa muda mrefu, hatupaswi kuwa tegemezi kwa sayari moja tu. Kwa maneno mengine, tunahitaji bima ya maisha yetu, na hiyo si nyingine bali kuwa na sayari nyingine. Jeff Bezos, mwanzilishi wa Amazon na mmiliki wa Blue Origin, anasema anaiona dunia kama sehemu ya mapumziko tu ya binadamu katika siku zijazo. Yeye anaona anga kama eneo la baadaye la kiviwanda, kilimo na nishati, huku dunia ikihifadhiwa kwa maisha ya kifahari, utalii na mazingira safi. Kwao huu ni uwekezaji wa muda mrefu zaidi. Lakini je, hiyo ni sababu ya kutosha ya kuacha mabilioni ya watu duniani wakiteseka kwa umaskini, huku wao wakitumia pesa zote hizo? Wakosoaji wanasema mabilioni hayo yangetosha kabisa kumaliza njaa duniani. Kwa mfano, safari moja ya rocket kwenda anga za mbali inaweza kugharimu zaidi ya dola milioni 100. Pesa inayoweza kujenga maelfu ya shule au kusambaza chakula kwa nchi nyingi kwa miezi kadhaa. Wengine wanaona huu kama utajiri wa kifahari unaopuuza mateso ya watu wengi. Lakini ni muhimu kuelewa pia upande mwingine wa hoja, kwamba matajiri hawa hawana wajibu wa moja kwa moja wa kutatua matatizo yote ya dunia hii. Wengi wao tayari huchangia mabilioni kupitia misaada. Kwa mfano, Bezos ametoa zaidi ya dola bilioni 10 kwa mipango ya kuimarisha mazingira, na Elon Musk husaidia miradi ya nishati mbadala kupitia kampuni zake za Tesla na SolarSeed. Na bado kuna swali lingine la kujiuliza hapa. Je, kwenda angani ni kukimbia matatizo au ni kutafuta suluhisho kubwa zaidi? Wachambuzi wanasema teknolojia ya rocket imetusaidia kwenye uundaji wa GPS, mawasiliano na hata ufuatiliaji wa hali ya hewa. Kile tunachojifunza kwenye safari za anga baadaye huleta faida duniani, na kuna uwezekano kuwa maendeleo haya yatasaidia pia kukabiliana na majanga ya baadaye kama vile mabadiliko ya tabia ya nchi, uharibifu wa ardhi au hata magonjwa ya mlipuko. Lakini tusisahau, hakuna maendeleo ya kweli kama binadamu hawapati mahitaji ya msingi. Hakuna maana yoyote ya kwenda kukimbizana kuijenga Mars kama watu hapa duniani bado wanakufa njaa. Yani haimeki sensi kabisa. Pengine suluhisho ni kuunganisha nguvu zote hizo mbili, yani kuwekeza katika anga za mbali bila kuisahau dunia yetu nzuri, kwa kuifanya sayansi kwa rafiki kwa jamii yetu.
kwa kuweka teknolojia mikononi mwa watu wa kawaida na si kwenye mabwawa ya kifahari pekee. Kama ilivyo ndoto ya kwenda anga za mbali, pengine tunahitaji pia ndoto ya dunia ambayo kila mtu ana uhakika wa chakula, kila kijiji kina maji, na kila mtu ana matumaini ya kesho yake iliyo bora. Ndipo safari ya kwenda Mars itakuwa ya maana sana. Si kwa kuikimbia dunia, bali ni kwa kuijenga upya. Je, unaona ni sawa matajiri kuwekeza nguvu kwenye safari za anga za mbali, wakati bado duniani kuna njaa? Ungependa kuona mabilioni hayo yakitumika vipi? Niandikie hapo chini kwenye comment section. Mimi naitwa Ananias Edgar.